Mara ya pili akaomba akisema, Baba yangu, ikiwa haiwezekani kikombe hiki kiniepuke, nisipokunywa, mapenzi yake yatimizwe. Baba abariki andiko. Baba Yesu abariki andiko. Ni Mwokozi aliyenifia, nitoke dhambini alisema, yeye aliyemwamini Bwana anao uzima. Haleluya, amini, amini nakwambia, amini, amini ujumbe mpya, yeye aliyemwamini Bwana anao uzima. Ijapo ningekuwa maskini, ijapo ningekuwa mkosaji, neno la furaha la Mwokozi alinalo uzima. Haleluya, amini, amini nakwambia, amini, amini ujumbe mpya, yeye aliyemwamini Bwana anao uzima. Mungu wetu, Mungu wa rehema, Yesu Kristo mwana wa Mungu, tunakuita wewe ni Bwana. Yesu mfalme wa ajabu. Siku 40 wana maji wamejifunga, wamepitia katika majaribu mbalimbali. Wengine wamejaribiwa kule kazini, wengine wamejaribiwa kule shuleni, wengine wamejaribiwa hata kwa ploti wanamokaa, wengine wamejaribiwa hata kwa manyumba wanamoishi. Lakini ndani ya siku 40 Jehova, haya mitego yote imekuwa pamoja na wao. Imefika siku ya leo, imefika tamati. Tunataka kupata kikombe, naweka mikononi mwako. Vikwazo na visirani, Yesu ondoa. Yesu ondoa, Yesu ondoa. Mitego ya wanadamu, Yesu ondoa. Vikwazo ondoa. Magonjwa, Yesu ondoa. Jehova, chini ya jua kuna mambo mengi. Chini ya jua kuna utawi, chini ya jua kuna siasa, chini ya jua kuna magonjwa, chini ya jua kuna vitina. Lakini haya yote Bwana umetulinda nayo, haya yote umetulinda nayo. Tunapoadhimisha siku ya 40, tunaomba mkono wako uwe pamoja nasi, tunaomba mkono wako uwe pamoja nasi. Ongoza kwa ibada hii, wewe ni Bwana. Andiko takatifu limepita ya kwamba Bwana, hapa njapo katika majaribu utakuwa pamoja nasi, katika majaribu utakuwa pamoja nasi. Na kuomba ulinde ibada hii, ukalinde wana maji, ukalinde madhabahu, ukalinde waimbaji, ukalinde wacheza ndalama. Kwa Yesu naomba atakuamini. Bwana Yesu asifiwe. Inua Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Inua Yesu. Yesu isimame. Pale katikati, sijui hiyo ni nafasi ama ni watu wamekaa chini. Hapo hivyo ni watu wamekaa chini. Si wasimame tu, viti tutawapatia. Simameni tu. Inua Yesu. Yesu isimame. Nashukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Hatuna matangazo mengine. Sema amen. Kwa sababu tunapomaliza kikombe, ni watu wanataka waende wapi? Sema amen. Yesu isimame. Tuko na matanga. Tuko na nini? Matanga. Na matanga hii tunamaliza hii Jumapili. Nisikize mzuri. Nisikize mzuri. Kesho winaziza irwanyu. Ni nani? Hebu muangalie kwa uso, aniangalie huko nichwe ni nani. Tunasema watu watoke nje na ona nje. Matanga hii inaongozwa na Youth Region kila siku kuanzia kesho jioni. Sema amen. Na naarifia kwamba Milele wametuandalia uwanja ambao tutaenda ndani. Sema amen. Kwa hivyo Youth Region utakonsultiana na wana Milele, pastor yupo. Nafikiri Youth Region wa Youth Assembly wa Milele. Mtakonsultiana mjue hiyo uwanja iko namna gani, muende ndani kuanzia kesho. Sema amen. Tuko pamoja. Nakumbuka
kwamba kila assembly ili tusafirishe mwili, kila assembly pesa ngapi wachungaji? 1000 ngapi? 10. Hii si kubembeleza, kwa sababu mtu akishakufa lazima afanye nini? Bwana Yesu asifiwe. Siku ya kumalizia tarehe 31 usiku. Siku ya kumalizia tarehe ngapi? Ura. Ibada ya Mukuru region yote, washirika wote na viongozi wote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu haitajalisha unatoka, niko sure assembly ya Isinya iko hapa, si ndio? Si ndio? Watu wa Isinya wamefika kweli? Wamefika? Bado. Bwana Yesu asifiwe. Tabu ikitokea Isinya hatutafika? Tutafika, si ndio? Sasa tabu imepatikana huku, wasikwanza kufika, lazima wafanye nini? Wafike. Sema amen. Na tumesema kila siku tangazo hili la Youth Region, hakikisha kila assembly kuingisha shilingi 100 ngapi? 500. Sema amen. Siku ya kumalizia tunahitaji shilingi 10,000 kila assembly, na ibada itafanyikia kwa uwanja hapa nje. Sema amen. Siku ya kumalizia gwaride itatoka pale ile ng'ambo ingine na itatembea namna hivi. Wale wenye watakuwa wamepatiwa mwongozo wa kugawa gwaride watakuja kugawia gwaride hapa kwa uwanja. Hapa hivi. Hapa mbele. Wakati wenye waliofiwa watatoka namna hivi, mgawie gwaride pale. Bwana Yesu asifiwe. Mshagawia gwaride, cluster itafanyia ibada yake hapa na tutamaliza. Na weekdays angalieni uwanja ambaye wamesema ipo, endeni mfanyie matanga kwa ile uwanja. Sema amen. Yesu yuko mwenyewe. Tangazo lingine, tarehe 8 tuko na vipawa na itakuwa ni close kwa wachungaji wote. Sema amen. Mchungaji wa Mwanzo Mpya atatumwa aende Sinai. Mchungaji wa Sinai atatumwa aende Isinya. Mchungaji wa Isinya atatumwa aende kule kwingine. Yule mwingine atafanya vile vile. Sema amen. Na hakikisha ya kwamba mchungaji anapokuja, kwa sababu ametoka mbali, hakikisha washirika, hii naongea na washirika si wachungaji, hakikisha washirika na mama assembly wale watakao kuwa wamebasalia kwa station, hakikisha yule mchungaji amepata fare yake. Na iwepo kama yule mchungaji hatapata fare yake, hata yule wenyu mahali penye ameenda hatapata nini? Sikaribu na mama alicho. Hatapata fare. Bwana Yesu asifiwe. Ama ile fare yenye atakuwa amepatiwa, atapatia mchungaji huyo mwenye amekuja kwa assembly haijampatia nini? Fare. Sikaribu ono. So muhakikishe mchungaji amekuja mahali pale, umemtunza mzuri, usihamura munimo kesi tawe. Mbona usimweke kwa nini? Kwa kesi. Haja kuja kwa kesi. Haja kuja kwa mzozo. Amekuja kuhubiri nchini na kufunza matoleo, na achukue vitu aleta wapi? Kwa station. Bwana Yesu asifiwe. Tangazo lingine ni kwamba tumekuwa na wakfu hapa. Tunapomaliziwa tumetengenezewa kuku kwa nyago la chile, kwa sababu Baluya lazima waishi na lazima ukule nini? Na mama aliyetengeneza ni mama SGR mwanamchambua. Na wakati tunapomalizia ile kazi ya wakfu haikuwa imemalizia, nitakabidhi mchungaji wa mwanzo ataongoza kazi ya manemane, alafu tukunshi na obushuma. Yesu izamenyo. Maremo. Anta, wina uya atstrai wanyi uyu. Nani uyu? Hebu msukuma hivi angalia huko nijue ni nani. Mama assembly wa Calvary. Maremo. Hizi. Nani uyu amekaa pale chini? Nani uyu amekaa hapo chini? Ola, Chisodi. Hizi. Nani uyu ile pale? Ile nafasi haina mtu ama wamekaa chini pale? Ni mtu amekaa chini. Pale. Ni mtu amekaa chini. Wale moni. Hizi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kabla sijaimba, kwa mama mjipange sawa sawa. Ukitembea na taji yako. Ulipewa taji na uvai taji. Sasa sijui tutakusaidia aje. Leo ni siku ya Pasaka, ya meza ya Bwana, inafaa kila mtu akuwe ndani ya taji.
Sasa mtasaidika aje? Bwana Yesu asifiwe. Na vile protocol ya matanga imeelezwa, kwa mama mtembee vile mnatembea, message mmepata, mfanye hiyo kazi. Kama hujaelewa, karani yako hapa atamuelekeza. Ni tabibu wa karibu, tabibu wa wow.
Kanisa la Bwana, Bwana asifiwe. Kanisa la Bwana, Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Tupate nafasi kidogo. Bwana asifiwe. Asante. Tafadhali tutulie, kila mmoja atulie. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. Nina jambo. Mchungaji ako na jambo. Na sihubiri. Na hahubiri. Haya maneno ambayo nataka kuongea. Maneno ambayo nataka kuongea. Usishangae. Usishangae nayo. Tafadhali tukae chini kwa utaratibu. Tafadhali. Viti ziko mbele, watu wamesimama. Mama kijiji Sinai, viti zikapa mbele. Songa mbele. Kuja kaa chini. Tafadhali. Maneno ya roho yanataka kutolewa mahali hapa. Tafadhali kaa chini, kila mtu atulie. Msikize roho wa Bwana ananena jambo gani. Leo ibada. Msonge mbele kabisa. Songesha viti mbele. Songa mbele, songa mbele. Nani sema yumeki? Secretary General wa Mukuru Region. Zima yumeki. Thank you. Asante. Naongea hivi. Mchungaji anasema Nashukuru siku ya leo. Anashukuru kwa siku ya leo. Ambapo Mungu amependa. Akakupa pumzi. Na akakupa uwezo pia. Na akakupa ufahamu tena wewe mwenyewe katika chumba chako. Uweza kujua kwamba leo ni Jumapili. Ukaamuka kwa miguu kakuja katika nyumba ya Bwana. Yaani mahali hapa. Amen. Kwa hayo anasema asante. Chapagia makofi. Amen. Anasema hivi, tumeshaomba tukaenda kwa kwaride. Tulipofika kule katika neema ya Mwenyezi Mungu tumetembea vyema kufika ndani ya ibada. Bwana Yesu asifiwe. Aliye juu, anayetuangalia, anayetujua, anayetuona kutembea kwetu. Mepewa Matthew 80, Matthew 80. Amen. Hatutafikisha 100. 80. Max 80. 80%. Amen. Akirudia asema hivi, hii 20 ambayo imepotea kwa sababu ya nini? Tulipoondoka hapa tuliambia chief kasisi, naona upande wa mama wameinama kwa sababu walikula nyama mbichi. Sijui gani hii ilifanya mambo nyama ikatoka. Amen. Amen. Charo chamwili anashukuru. Padre Alex, umemwona kiimba dakika ya mwisho, nyimbo ilikubali, alilala salama. Amen. Alilala salama. Amen. Anataka kusema wakati mwingine tunapopewa ripoti, twende tujilinde, musikie, mkatende. Amen. Anaporudi nyuma
Nikarudi kwa madhehebu, yani assemblies. Thank you. Bwana asifiwe. Amen. Nikarudi kwa assembly ya Rehoboth assembly. waka hapa. Mko hapo je? Inua tu mikono. Mama mkula nyama bichi. Wewe mkono juu. Rehoboth. Sio robot, Rehoboth. Yes. Waka hapa. Wako. Hawako, naona mtu mmoja. Mkono juu, Rehoboth assembly. Bwana asifiwe. Amen. Sisi umekuja. Yes, sisi ambavyo nakuja. Peleka huo ujumbe. Mungu anazungumza hivi. Mungu anazungumza hivi. Anasema hivi. Katika mchungaji wenu mmempa kazi ngumu. Amekosa amani. Amepata malaria. Kwa sababu ya nyinyi. Amen. Kuna siku alitoka kwake. Hata maji hakunywa. Na baridi ya barabarani. Alipofika kanisani akakaa kama ameinama kwa madhabahu. Malaria ikampata. Mwili kakosa nguvu. Akachanganyikiwa. Nifanye namna gani? Yale mawazo aliyowaza. Aliyejua aliona. Ambaye ni Mungu. Amen. Sasa mchungaji wanasema hivi. Mungu alikuona Reverend. Unapotoka ukiingia ndani ya kanisa, hapo kwa mlango wa kwanza, mlango ambao unaingilia, hapo mahali kote pamebomoka. Maana yake katika uongozi, katika viongozi wako umekosa msaada. Kwa sababu umekosa msaada, Mungu amekuona. Ameandaa mama ambaye anakuja. Ujipe moyo na ujasiri, hata kushika mkono. Amen. 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 Haleluya. Mchungaji akitoka hapo anaenda hapa ng'ambo. Panaitwaje? Mwanzo, Neema, Matendo. Mwanzo. Kwa SGR. Thank you. Mwanzo assembly. Amen. Mungu anasema ile kanisa ni kanisa mzuri, lakini kuna giza ndani. Kuna giza mwiwazi. Kuna mtu mmoja ndani ya ile ibada, ni mtu mzuri ambaye anaongea, aliye hai, lakini ndani mwake amekuwa chombo cha nyoka. Anapiga kanisa na kanisa linahangaika kwa sababu ya moto. Amen. Amen. Nimeongea mbaya. Msamea, ongea mbaya. Ni roho Bwana ndani. Nimeongea mbaya. Mchungaji mwenyewe wako. Nimeongea mbaya. Bwana asifiwe. Amen. Kama sijaongea mbaya, huyo mtu wako. Wewe sababu mkono kama ni wewe. Kama sijaongea mbaya, huyo mtu wako. Mwanzo assembly ibada jinsi ambavyo inaenda, kuna yule mtu ndani ya ibada ama ibada imenyoroka.